Akizungumza na vyombo vya habari, kaimu meneja wa SIDO mkoa wa Mbeya, Gabriel Chami, amesema lengo la kutoa mashine hizo ni kuwaondolea wachimbaji changamoto ya kutumia vifaa duni ikiwemo makarai katika uchakataji wa dhahabu. Aidha, mhandisi Zombwe Salum amesema SIDO kama kituo cha uendeshaji wa teknolojia ina uwezo wa kubuni mashine mbalimbali kwa sekta ya madini na viwanda. Tumefanya utafiti, tumeangalia kwamba kuna fursa au kuna gepo katika sekta ya viwanda katika uchimbaji, ndio maana tukaamua kuja na mashine hii ambayo itaweza kuwasaidia wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa katika sekta ya madini na uchimbaji ili waweze kunufaika na kuongeza tija katika shughuli zao. Lakini sisi kama SIDO tunazalisha mashine nyingi kama hizi. Kwa hiyo mimi nitumie tu wakati huu kuwakaribisha wachimbaji mbalimbali. Tunaweza kubuni mitambo kama hii na tunazalisha mitambo hii kama nyingi. Sio tu hii, tuna mashine nyingine kwa mfano ambayo inaitwa erosion machine. Ukienda maeneo ya Chunya utazikuta kule tumezitengeneza. Inasaidia kutengwa kutoka kwenye udongo na kuwa dhahabu kamili kwa ajili ya processes zingine. Kwa hiyo sisi kama kituo cha uendelezaji teknolojia cha SIDO Mbeya hatubuni tu mashine moja, lakini tunabuni mashine nyingi. Kwa upande wake, mhandisi Fredi Mapunda ameeleza namna mashine hizo zinavyofanya kazi na faida zake kwa wachimbaji wadogo na wakubwa, huku mkuu wa karakana ya SIDO Clement Mwakasonda akifafanua matumizi sahihi ya mashine hizo wakati wa uchakataji wa dhahabu. Akishachimba udongo anaweka kwenye mashine na ya solution itachanganywa na solution kwa ajili ya kupata dhahabu kamili. Kishatoka kwenye mtambo huu itaenda kwenye mitambo mingine, ambapo hapa tutaunganisha outlet. Kuna vifaa maalum ama equipment maalum ambazo zinaunganishwa hapa kwa ajili ya kupata hiyo mchanganyiko wa dhahabu pamoja na angalau inakuwa katika hatua ya kwanza ya awali. Baada ya kutoka katika hatua hii ya awali inaingia kwenye mitambo mingine ambayo inaitwa elution. Katika mitambo hiyo ndio inaweza kutenganisha sasa udongo na kupata dhahabu iliyo safi. Dhahabu zina hatua nyingi sana. Kuna zile njia za kutumia kemikali na njia ambayo hatumii kemikali. Hii njia ya hapa ni ya ambayo haitumii kemikali kwa hatua za mwanzo. Ni kwamba unachukua udongo wako uliochimbwa kwenye dhahabu, unachukua maji, unaingiza kwenye mtambo huu, mtambo unapozunguka, kunatumika sluice box ambazo zinapita pembeni humu, ndio zinachambua ile dhahabu. Udongo unapita na dhahabu zile zinabaki pale. Zile dhahabu kama ni zile za unga au nyingine ni dhahabu za vikole. Kwa kutumia mtambo huu, tunakuwa tunarahisisha zaidi ile kazi ya kuchenjua kwa kutumia kalai. Tunatumia nini? Huu mtambo. Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.